kutafuta maisha. Nimekuja kwenye siasa kufanya ukombozi wa watu wangu, na ukombozi huo hauwezi kupatikana kwenye chama cha unafiki kama CCM. Leo hii mnanipenda mimi, mnadhani nikienda CCM nitasema habari ya mashamba ya mpunga mnaofungiwa? Kazi yangu itakuwa kugonga meza na kusifia, kwa sababu utamaduni wa kusema ukweli hauko katika Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo msimamo wangu, mimi siongopewi, mimi sishawishiki, mimi sibabaishwi. Mimi nitasimama na watu wangu wa Tunduru mpaka ukombozi wa kweli na heshima ya Tunduru ipatikane. Na mnaonitia jeuri ni nyinyi watu wangu, ambao kila nikiwaita mnaitika kwa maelfu namna hii. Mnanitia jeuri kubwa sana. Kwa hiyo hilo la kwanza, neno la shukrani. La pili, mmeona hapa nimekabidhiwa fomu ya kuomba kugombea kwa mbunge katika jimbo la Tunduru Kaskazini, na nimechukua hatua hii ili kutuma salamu kwa CCM. Kama walidhani wametunyong'onyesha, kama wanadhani kwamba tutarudi nyuma, nimekuja kuchukua hii fomu hapa tuende mbele ili kutuma salamu kwa CCM kwamba mimi niko tayari kuongoza mapambano ya kuing'oa CCM 2025 katika jimbo la Tunduru Kaskazini. Ninaamini wapo baadhi yenu mtakuwa na maswali. Kwa nini chama cha ACT Wazalendo kimeamua kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 licha ya hali ya kisiasa tulionayo? Ninaamini wapo watu mna maswali. Kwa nini Bwana Ado, licha ya kuibiwa mwaka 2020 bado unayo imani na umechukua fomu ya kugombea tena katika uchaguzi wa mwaka 2025? Sasa nataka kuwaeleza kwamba chama chetu cha ACT Wazalendo kimeingia katika uchaguzi wa mkuu wa 2025 kwa sababu zipo sababu za msingi, na hizo sababu ndio zilizonisukuma mimi kuchukua fomu ya kugombea ubunge katika jimbo la Tunduru Kaskazini. Na naomba mniruhusu katika mkutano wetu wa leo tutajikita sana kwenye sababu hizo. Tunataka tukitoka hapa leo Wanatunduru wote waelewe kwa nini ACT Wazalendo inashiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tunataka Wanatunduru wote waelewe kwa nini mimi Ado Shaibu Ado nimeamua kuja kuchukua fomu ya ubunge, na jamaa yangu Mtutula ameshaniambia, au sio, kwamba na yeye kesho anakwenda kuchukua fomu ya kugombea ubunge katika jimbo la Tunduru Kusini. Kwa hiyo yani kaskazini tunawapelekea moto na kusini tunawapelekea moto, yani kote moto. Chako cha mele, au sio jamani? Mnakumbuka mambo yale? Chako cha mele, chako cha mele. Ndio mambo tunayoyafanya. Kusini moto, kaskazini moto.
Sasa zipo sababu za msingi, na leo nitawapa sababu 3. Sababu ya kwanza, kwa nini nimeamua kugombea na kwa nini chama chetu kinashiriki katika uchaguzi. Sababu yenyewe ni, ndugu zangu, ACT Wazalendo tumegundua kama ACT Wazalendo tungesusia uchaguzi mkuu wa 2025, CCM wangefanya sherehe kubwa sana hapa Tunduru, kwa sababu chama ambacho kinaikosesha usingizi CCM kwa hapa Tunduru ni chama gani? Ni chama gani? ACT Wazalendo. Sasa wewe unadhani CCM tungeiachia peke yake, ACT tusishiriki, vibaki vyama vingine, CCM wangekasirika ama wangefurahia? Wangechinja ng'ombe, wangechinja mbuzi, wangefanya sherehe kubwa sana, kwa sababu wangejua ule moto ambao tungewapelekea haupo tena, mechi ingekuwa laini. Kwa hiyo tunagombea ili kutuma salamu kwa Chama cha Mapinduzi kwamba kama walidhani hii mechi ingekuwa nyepesi, hii mechi ingekuwa ya kitoto, mbeleko hakuna kabisa, moto tunaendeleza kama kawaida. Hiyo ndio sababu ya kwanza iliyotusukuma tugombee katika uchaguzi mkuu wa 2025. Na ndugu zangu, mwenyekiti wa chama chetu ambaye pia ni makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar anaitwa Othman Masoud Othman, ana msemo wake mashuhuri, anasema kususa sio jambo baya, ni jambo zuri, lakini sio kila mtu unamsusia. Kususa unamsusia muungwana, kwa sababu ukisusa atajiuliza kwa nini mwenzangu anasusa, amekasirika nini, ili arekebishe lile ambalo umekasirikia, au sio? Kususa msusie muungwana. Mtu dhalim, haramia kama Chama cha Mapinduzi, mtu muuni asusiwi. Muuni ukimsusia mwenzako anaendelea, muuni asusiwi. Kususa msusie muungwana, usimsusie mdhalim. Na ndugu zangu, mifano ipo. Uchaguzi wa serikali za mitaa 2019, CCM ilikuwa wagombea wetu, wapinzani tukafanya nini? Tukasusa, au sio? Tukajitoa katika uchaguzi. Tulipojitoa, CCM ikaendelea na uchaguzi peke yake. Kususa msusie muungwana, usimsusie muuni. Muuni ukimsusia anakula mwenzio, unamwambia hiki chakula mimi sikitaki, wewe endelea peke yako. Muuni ataendelea na uchaguzi peke yake. Mfano mwingine, 2015 kule Zanzibar, Maalim Seif Sharif Hamad alishinda uchaguzi. CCM wakamuibia kwa kufuta uchaguzi ule. Maalim Seif akajiondoa katika uchaguzi wa marudio ulioitishwa mwaka 2016. CCM walifanya nini? CCM hawakujali Maalim Seif amenuna, amesusa,
wakaendelea na uchaguzi na vyama vingine vidogo vidogo. Kwa hiyo sisi ACT Wazalendo tumegundua ukisusia kwa sababu CCM ni wauni, wao wataendelea na uchaguzi kama kawaida. Kwa hiyo ujumbe wetu kwenu, wanatuende mbele mwaka huu 2025, kwa sababu tumegundua CCM ni mauni, sisi atususi, tutakoma nao katafunua, hakuna kulala mpaka kieleweke. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, tunashiriki katika uchaguzi huu kwa sababu tunataka kulinda thamani ya kura na kuitetea demokrasia. Ndugu zangu, wahenga wana msemo wao, wanasema kupotea ni wakati wa kwenda. 2019 kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa tulipotea njia, tukaibiwa. 2020 wakatuibia, 2024 wametuibia. Kupotea ni wakati wa kwenda, kupotea wakati wa kurudi ni ujinga. Sasa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 tunapenda kuambia CCM, na ujumbe huo usikie, ACT Wazalendo hatuendi kushiriki kama kawaida. Safari CCM wajue tutacheza ngoma kama watavyocheza wao. Ujumbe huu waingie kichwani. Tumekuwa waungwana kwa muda mrefu sana. Tutacheza mdundo wataocheza wao. Ishe baina ya mwizi anayevunja duka na mwizi anayeiba kura. Mwizi wa kura ni mwizi kama wezi wengine, tuwashughulikie wezi wa kura. Twende mbele. Mpo tayari? Mupo tayari? Mupo tayari kuwashughulikia wezi wa kura? Wanaosema Mheshimiwa Katibu Mkuu, tupo tayari kwa ubaya ubwela, mikono juu. Niwaone mpo tayari kweli? Maana yake mpo tayari?